ya kuendelea kufanya na miradi mingine ya kimkakati mipya. Tumemaliza swala la upatikanaji wa huduma za afya, lakini tunakwenda kwenye ubora wa huduma za afya. Tumemaliza upatikanaji wa elimu, lakini sasa tunakwenda kwenye ubora wa elimu anayopewa mtoto wa Kitanzania. Tumemaliza kufikisha umeme kwenye kila kijiji, sasa tunakwenda kwenye ngazi ya vitongoji na kaya. Mheshimiwa Spika, tunakwenda kwenye upatikanaji wa maji kwenye kila kaya, tunakwenda kwenye ubora wa miundombinu ya barabara mijini na vijijini, tunakwenda kwenye modernization kwenye shughuli za uzalishaji ikiwepo kilimo ambayo tayari kazi hiyo imeanza, mbegu bora, ufugaji wa kisasa na uvuvi wa kisasa. Tunakwenda kwenye kuongeza thamani mazao ya ndani ya nchi na kuongeza ujenzi na upanuzi wa viwanda na kuweka mazingira yaliyo bora ya uwekezaji na kufanya mazingira bora ya kufanya biashara. Mheshimiwa Spika, kwa undani mambo haya yameongelewa na ilani bora kabisa ya uchaguzi, ilani ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi iliyowasilishwa. Mheshimiwa Spika, katika hatua nyingine, kama Mtanzania na kwa Watanzania wote, tuna kila sababu ya kujivunia umoja wetu na utaifa wetu, muungano wetu na hatua kubwa za kimaendeleo ambazo tumezipiga tangu tulipopata uhuru mwaka 1961. Tumevishinda vita vya ukabila, hatuulizani makabila. Tumevishinda vita vya udini. Tunasonga mbele pamoja na umoja wetu na utaifa wetu na muungano wetu. Pongezi nyingi ziende kwa kila Mtanzania kwa ushindi huo, kwa uzalendo huo na uhodari huo wa kulipenda taifa letu. Tangu kuasisiwa kwake, Tanzania imekuwa taifa kimbilio kuanzia majirani na hata mataifa ya mbali. Jambo hilo tulilinde kwa wivu mkubwa. Mheshimiwa Spika, historia hii njema katu haiwezi kutengwa na kazi nzuri iliyofanywa na chama chenye vinasaba vya ukombozi, Chama cha Mapinduzi, ambacho kilirithi harakati za ukombozi tangu kuanzishwa kwake kwa muungano wa vyama vya TANU na ASP. Chama cha Mapinduzi kimeendelea kuwa chama pekee Tanzania, Afrika na duniani kote ambacho mchango wake katika historia ya ukombozi hapa nchini na kusini mwa Afrika hauwezi kutenganishwa nacho. Chama cha Mapinduzi ndiyo kimeongoza vita dhidi ya maadui wakuu watatu aliowatangaza Mwalimu Nyerere, yani ujinga, maradhi na umaskini. Ni dhahiri kuwa nchi yetu imepiga hatua kubwa sasa katika kukabiliana na maadui hao ambao walitangazwa na rais wetu wa kwanza, baba wa taifa, Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Wakati tunapata uhuru, Mheshimiwa Spika, asilimia kubwa ya Watanzania walikuwa hawajui kusoma na kuandika. Tulianza na idadi ndogo sana ya shule za msingi na sekondari pamoja na vyuo, idadi ndogo ya wanafunzi. Kwa mfano, kwa mwaka 1961 tulikuwa na shule za msingi 3270, walimu 9000 na wanafunzi 486. Shule za sekondari 41 tu, walimu 764 tu, wanafunzi 1011 na vyuo vya walimu 8 tu na walimu 164 tu na wanafunzi 1723 tu, na chuo kikuu kikiwa kimoja tu na waadhiri 6 na wanafunzi 14 tu. Hapa ndipo nchi ilipoanzia. Lakini leo hii tunavyoongea, Mheshimiwa Spika, kwa takwimu za